Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo. Karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Samuel Chem, lakini awali ya yote tuangalie muktasari wa taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Ikiwa leo ni maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema lugha ya Kiswahili imekuwa muhimu katika mshikamano, biashara na ni lugha ya kidiplomasia, na hivyo ni wajibu wa kuikuza lugha hiyo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza kuwa Tanzania ni nchi huru inayojilinda na kulindwa kwa wivu mkubwa ili kuhakikisha mipaka na mamlaka yake vinasalia salama. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, viongozi wa tawi la Yanga la Group Admins wamefanya mkutano maalumu kuelekea msimu ujao, huku lengo kuu la mkutano huo likiwa ni kuendelea kujimarisha na kujiendeleza zaidi ndani ya tawi lao. Ikiwa leo ni maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema lugha ya Kiswahili imekuwa muhimu katika mshikamano, biashara na Kiswahili ni lugha ya kidiplomasia, hivyo ni wajibu wa kuikuza lugha hiyo. Waziri Mkuu amesema hayo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nchini Ufaransa katika maadhimisho ya Kiswahili duniani. Lakini pia Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, na mojawapo ya lugha rasmi za Umoja wa Afrika. Na hivi leo tumejumuika kufurahia mafanikio ya ukuaji wa lugha ya Kiswahili kimataifa, ikitimia miaka 5 tangu kutangazwa rasmi kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ya kila mwaka itakuwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza kuwa Tanzania ni nchi huru inayojilinda na kulindwa kwa wivu mkubwa ili kuhakikisha mipaka na mamlaka yake vinasalia salama. Akizungumza na wanahabari wakati akipita kukagua maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na kuhakikisha ulinzi na usalama unaimarishwa katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, Katambi amesema serikali ya Tanzania inawahakikishia raia wote kuwa watakuwa salama na wanapaswa kuendelea na majukumu yao ya kila siku bila hofu. Ukiacha hata kwenye dini, zipo watu ambao walitumia mgongo wa dini wakapeleka mataifa yao kwenye machafuko. Vivyo hivyo wapo wanasiasa kwenye nchi mbalimbali walitumia fursa yao na haki na uhuru huo bila kujali mipaka iliyopo kwenye sheria, bila kujali masharti yaliyopo kwenye sheria, wakatoa kauli ambazo zilipelekea mataifa yao kuwa kwenye shida. Vivyo hivyo wapo wanaharakati kama mimi ambao nao pia walitumia vivyo hivyo na wakajikuta kwamba wakati mwingine kauli zao zimeenda kupelekea taifa kuingia kwenye shida. Kadhalika amesema kuwa hali nzuri ya kiusalama inatokana na wananchi wenyewe kutoa taarifa za kiintelijensia na kufichua wahalifu, jambo linalosaidia vyombo vya dola kuwakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya kisheria. Baadhi ya waendesha bodaboda na wasafirishaji wa abiria katika mkoa wa Geita wamesema wanapitia kipindi kigumu cha kiuchumi kufuatia kupungua kwa idadi ya wasafiri,
hali wanayodai imechangiwa na wananchi wengi kusitisha safari zao kutokana na tetesi zilizokuwa zikisambaa kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa maandamano. Wakizungumza kwa nyakati tofauti tofauti, waendesha bodaboda hao wamesema hali hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa mapato yao ya kila siku, wakieleza kuwa kwa sasa kutumia muda mrefu kusubiri abiria tofauti na ilivyokuwa awali ambapo walikuwa wakipata wateja kwa urahisi. Kwa kweli kwa siku ya leo abiria wapo kabisa, abiria kwa siku ya leo abiria hakuna kabisa, peupe, yani abiria hamna. Kwa hali ya siku zingine kama muda huu pikipiki hapa ungezikuta hazipo, abiria wanakuwaga ni wengi sana abiria. Nikiangalia kwa siku ya leo, kwa kweli upande wa kiuchumi leo hali ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu kulingana na hii taharuki inayovumishwa na watu baadhi, wakivumishwa kuhusu maandamano. Kwa ndo maana ina maana leo uchumi umekuwa ni mgumu sana, abiria hamna, watu wako majumbani. Toka kutangazwa kwa maandamano, biashara ya leo ni ngumu sana. Kuanzia asubuhi tumeamka saa 12 asubuhi, lakini mpaka sasa kama mnavyoona hivi waandishi wa habari, mambo yako vibaya, hamna tulichoingiza, watu hawasafiri. Naona magari yanakuja kama hivi hayashushi abiria ambao tulishazoea kuwabeba. Yaani kiufupi kwamba ni changamoto. Aidha, baadhi ya wasafirishaji kwa njia za Geita kuelekea wilaya na mikoa ya jirani wamedai kuwa idadi ya abiria imepungua, hali ambayo imelazimisha baadhi ya safari kuondoka zikiwa na abiria wachache au kuchelewa kuanza safari kutokana na kutofikia idadi inayohitajika. Watu wamekuwa wachache kwa leo, sio kama siku zote. Na baadhi ya gari ni chache na zenyewe zimepaki. Sisi imetuasidi sana, maki hapa ndo tunategemea kipato. Gari zikitoka nyingi na abiria wakiwa wengi ndo tunapata kipato kinazidi kupanda. Kazi yetu ndio hivyo, imeathirika kwa kiasi chake, lakini sio sana sababu abiria wengine wapo. Tunamshukuru Mungu kwa kitakachopatikana. Lakini kikawaida mmezoea labda mauzo yanapogeje, yani gari hapa inachukua dakika ngapi kujaza na kuondoka? Ndani ya dakika 5 gari inajaza na kuondoka. Ila leo kidogo zinakaa mpaka dakika 10 hadi kwenda 15. Iliyopo leo watu wanatangaza maandamano tarehe 7 mwezi wa 7, lakini kulingana na hali iliyopo kiukweli kwa sisi wasafirishaji tuna hali ngumu. Toka asubuhi mpaka sasa hivi hapa familia inategemea kwamba kutoa kipato changu mimi kwangu. Sawa? Lakini mpaka sasa hivi kulingana na watu uvunjifu wa amani, mpaka sasa asubuhi hapa hasijaenda sehemu yoyote, niko tu hapa kijiweni na hangaika. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao wa usafiri, sababu inayotajwa na wengi ni uwepo kwa tetesi zilizokuwa zikisambaa kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa maandamano, jambo ambalo limewafanya baadhi ya wananchi kuahirisha safari zao na kubaki majumbani kwa tahadhari. Hata hivyo, wameeleza matumaini yao kuwa hali itarejea kuwa ya kawaida mara baada ya wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku, hatua ambayo itasaidia kurejesha idadi ya wasafiri na kuboresha kipato chao. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeimarisha hali ya usalama na wananchi wanaendelea na shughuli zao za maendeleo. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari ana undani wa taarifa hii. Kupitia taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi DCP Wilbord Mutafungwa ametoa kauli hiyo leo Julai 7, 2026. Amesema jeshi la polisi limeimarisha hali ya usalama kwa kuwapanga askari katika maeneo muhimu, lengo kubwa likiwa ni kulinda watu na mali zao. Jeshi la polisi kwa siku ya leo tumeimarisha hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wetu. Askari wameweza kuyakalia maeneo muhimu. Lengo kubwa ni kuimarisha hali ya ulinzi na usalama kwa watu na mali zao. Katika maadhimisho ya siku ya maonyesho ya biashara na maendeleo ya kiuchumi Sabasaba, kamanda Mutafungwa amewataka wananchi kutokuwa na hofu yoyote, kwani ni wajibu wa jeshi la polisi kulinda usalama wao. Amesisitiza kuwa
wasiogope kuona ongezeko la askari mitaani, bali wafurahi kwa sababu uwepo huo ndio unaohakikisha usalama wa maisha na mali zao. Kwa hiyo kwa ufupi, hali ya usalama katika mkoa wa Mwanza mpaka sasa ni tulivu. Wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Hasa ukitilia maanani kwamba leo ni siku ya Sabasaba, na sisi tunazidi kuwashauri wananchi waendelee na shughuli zao wasikuwa na hofu ya aina yoyote, kwa sababu ni wajibu wetu sisi kama jeshi la polisi kulinda usalama wa hivyo wanapoona ongezeko kubwa la askari mitaani hawana haja ya kuwa na hofu ya aina yoyote, badala yake wanatakiwa kufurahia kwa sababu ya usalama wenyewe wa maisha yao na mali zao. Aidha, Kamanda Mutafungwa ametoa wito kwa watu wenye nia ya kusababisha uvunjifu wa amani kuacha mara moja, kwani jeshi la polisi limejipanga imara na yeyote atakayejaribu atadhibitiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wale ambao bado wana fikra za kuleta vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limejipanga vizuri sana katika kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayethubutu, na endapo atathubutu, basi wajibu wetu kama jeshi la polisi ni kuwadhibiti na kuzuia. Kusema kweli, hatutaacha mtu yoyote afanye vurugu, afanye vitendo vya uvunjifu wa amani. Lakini pia amesema jeshi la polisi linaendelea kuimarisha usalama na kufuatilia kwa karibu taarifa za wahalifu zinazotolewa na wananchi wema. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na kwa hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Nchini Kenya, polisi wamesema hawataruhusu maandamano yanayopangwa kufanyika leo Jumanne jijini Nairobi kuadhimisha siku ya Sabasaba kuendelea. Usalama ulikuwa umeimarishwa jijini Nairobi. Magari yanayoingia katikati ya jiji hilo yalikaguliwa na maofisa wa usalama. Maandamano yamekuwa yakifanyika kila tarehe 7 ya kila mwaka kuadhimisha siku ambayo Wakenya walijitokeza mwaka wa 1990 kushinikiza kurejeshwa kwa demokrasia ya vyama vingi wakati wa utawala wa hayati Rais Daniel Moi. Tangu wakati huo, siku hii imekuwa ikijulikana kama Sabasaba. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, waandamanaji wamekuwa wakitumia siku ya Sabasaba kuandamana dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, ambaye wanamtuhumu kwa ufisadi, kuharibika kwa uchumi pamoja na kuwaruhusu polisi kutumia nguvu zaidi. Karibia watu 38 waliuawa kote nchini, wakati mamia wengine wakikamatwa wakati wa maandamano ya Julai 7 mwaka uliopita, kwa mujibu wa takwimu za mashirika ya kiraia. Polisi wameimarisha usalama zaidi katika maeneo mbalimbali ya jiji, wakipiga marufuku maandamano ya mwaka huu. Maofisa wa usalama wamesema hawakupokea notisi ya maandamano ya leo Jumanne, lakini waliopanga maandamano haya wanasema walitoa taarifa kwa muda kuhusu mpango huo. Lakini pia mkutano wa upinzani wa Kongo na rais wa Burundi ulimalizika Jumatatu mjini Bujumbura. Evariste Ndayishimiye, mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, alikutana kwa mara ya kwanza kando ya viongozi wa kidini na wanasiasa wa DRC kabla ya kikao cha pamoja. Hadhira hii ilifuata mwaliko kutoka kwa mkuu wa nchi wa Burundi siku chache baada ya tangazo la kuhairishwa kwa maandamano yaliyopangwa huko Kinshasa. Upinzani unaendeleza maandamano yake yaliyopangwa kufanyika Julai 22 bila kujali matokeo ya majadiliano hayo. Kulingana na washiriki kadhaa waliopokelewa kando mjini Bujumbura, rais wa Burundi alipanga siku yake katika sehemu tatu. Kwanza, Ejiba ya Mapya, mkuu wa jukwaa la makanisa ya Uamsho, kisha kanisa la Kristo Kongo na CENCO, mkutano wa kitaifa wa maaskofu wa Kongo, kisha marais watano wa muungano wa C44 kabla ya mkutano wa pamoja.
Kulingana na vyanzo vya habari, rais wa Burundi alihalalisha miundombinu yake ya kuelezea kwamba hali ya usalama ya kisiasa nchini Kongo ilikuwa ya wasiwasi mkubwa kwake, kwamba alikusudia kama rais wa Umoja wa Afrika kuchangia suluhisho na kwamba mazungumzo kwa maoni yake yalikuwa muhimu. Katika taarifa ya Ikulu ya rais wa Burundi imethibitisha msimamo huu, ukirejea majadiliano yaliyofanywa, na ninanukuu kwa kusema kwamba kwa roho ya uwazi na uaminifu na kusisitiza mazungumzo ya umoja. Katika taarifa ya Ikulu ya rais wa Burundi imethibitisha kwamba msimamo huu ukirejea majadiliano yaliyofanywa. Ombi pekee lililotolewa na rais wa Burundi lilihusu jambo moja: kukubali kanuni ya mazungumzo. Hata hivyo, muundo wa mazungumzo haya kulingana na washiriki kadhaa haukujadiliwa. Vyanzo hivi vilionyesha kwamba upinzani ulionyesha kutoaminiana kwake kwa Felix Tshisekedi kwa kudai dhamana kutoka kwake. Evariste Ndayishimiye aliahidi kukutana na rais wa Kongo kufuatia majadiliano hayo. Pia alijaribu kuhakikishia wazungumzaji wake kuhusu msimamo wake mwenyewe, akisisitiza upinzani wake wa M23 na Rwanda ya Paul Kagame na kujionyesha kama mshirika wa Kongo, si wa Felix Tshisekedi pekee. Licha ya mikutano hii, maandamano ya upinzani yaliyopangwa kufanyika Julai 22 kuelekea Place de la Nation yataendelea. Tumalizie huko Sudan. Baraza la Tume ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linaloagiza uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na uhalifu wa kivita vilivyotekelezwa kuzunguka mji wa Al Obeid nchini Sudan, mji ambao umezingirwa na wapiganaji wa RSF. Uingereza, ambayo pia iliwasilisha azimio hilo pamoja na mataifa mengine 14, ilikuwa imeonya kuhusu kutokea kwa ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya RSF kuongeza idadi ya wapiganaji wake kwenye mji huo. Wiki iliyopita, baraza hilo kwenye ripoti yake ilithibitisha rekodi visa vingi vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mji wa Al Obeid, ikiwemo kunyongwa kwa raia, utekaji wa watu, utesaji pamoja na ukatili wa kijinsia miongoni mwa vitendo vingine. RSF imekuwa ikikanusha kuhusika na ukandamizaji wa haki za binadamu katika vita vyake vya zaidi ya miaka 3 na jeshi la serikali ya Sudan, ikidai kuwa ripoti hizo zimechochewa na maadui wake. Haya yanajiri wakati huu mkuu wa masuala ya misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa akithibitisha kuzungumza kwa simu na mkuu wa RSF Jenerali Muhammad Hamdani Dagalo maarufu kama Hemedit. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Viongozi wa tawi la Yanga la Group Admins wamefanya mkutano maalumu kuelekea msimu ujao, huku lengo kuu la mkutano huo likiwa ni kuendelea kujiimarisha na kujiendeleza zaidi ndani ya tawi lao. Uswege Lofingo ambaye ni makamu mwenyekiti wa Yanga Group Admins, Ali Saidi ambaye ni katibu wa tawi, Jostam Mwampamba ambaye ni mjumbe wa kamati kuu, Kapteni Idoli mjumbe wa tawi hilo pamoja na mweka hazina wa tawi hilo Frola Jacobo wameeleza mipango yao kuelekea msimu ujao. Mipango yetu sisi kama tawi ya mwaka huu unaokuja wa ligi inapoanza na toka uchaguzi ulipofanyika kwa maelekezo ya klabu. Malengo yetu, moja ni kulifanya tawi la Yanga Group Admins liwe tawi bora na tawi namba 1 Tanzania. Hilo la kwanza. Lakini la pili, malengo yanakuja na matamanio ya kufanya zaidi.
mikakati, ambapo sisi tushaweka mikakati kama viongozi. Mikakati mojawapo ni kuanzisha vyanzo muhimu vya mapato vya tawi, lakini pia tupo kwenye mpango wa kutengeneza au kupata ofisi ya tawi na kuifanya tawi liwe na mahala pa kukutana, pa kufanyia vikao, na ofisi itakuwa very standard. Viongozi wetu wamekuwa na kazi ngumu sana ya kuhakikisha kwamba timu inakuwa bora, na wao wanahakikisha kwamba inaweza kushinda kwenye mechi mbalimbali, na sisi kama viongozi wa matawi na sisi tunajipanga kuhakikisha kwamba tunawasapoti. Tunahakikisha tunawasapoti viongozi wetu kwamba hawapati tabu sana kuhamasisha michango ya wanachama. Moja ya sababu za matawi hizi kuundwa ni kuisapoti Yanga kwenye michango, kwenye ada na kwenye hamasa. Kwa hiyo sisi tulijitolea, kwanza kwa taarifa yako tu, sisi ndo tulipata cheti cha kuwa tawi namba 1 kwa hamasa. Maana mikoa yote Yanga iliyocheza lazima sisi tuitoa gari. Kwa hiyo tulishinda ile tuzo. Wengi walipata vyeti, lakini sisi tulichaguliwa kama namba 1. Tumejipanga na tumezamiria kutengeneza makubwa, na ndio maana leo tuko hapo ndani kwa ajili ya mkutano. Mkutano huu, kikao hiki ni kwa ajili ya kutengeneza mipango ya miezi 48 ijayo kama viongozi wa tawi, kwa maslahi ya tawi na klabu kwa ujumla. Na tunachokijadili hapo, sehemu ya ajenda, tupate ofisi inayofanana na azi yetu. Ndio, na hatutachelewa. Lakini sehemu nyingine ya ajenda ni kuandaa sherehe ya ubingwa. Tawi letu lina upendo kwa kifupi. Sababu ukiachana na mambo ya Yanga, kuna baadhi ya mambo mengine pia ya kijamii. Kwa mfano, ikatokea mtu amepatwa na shida, wanachama ni wepesi sana wa kujitoa kwenda kwenye zile shughuli ambazo zinahusu tukio husika ambalo limetokea. Kwa hilo tunajivunia pia kwa wanachama wetu. Naam, mtazamaji, kwa hivi sasa kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tuangazie muktasari wa taarifa tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Ikiwa leo ni maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema lugha ya Kiswahili imekuwa muhimu katika mshikamano, biashara na ni lugha ya kidiplomasia, na hivyo ni wajibu wa kuikuza lugha hiyo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza kuwa Tanzania ni nchi huru inayojilinda na kulindwa kwa wivu mkubwa ili kuhakikisha mipaka na mamlaka yake vinasalia salama. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, viongozi wa tawi la Yanga la Group Admins wamefanya mkutano maalumu kuelekea msimu ujao, huku lengo kuu la mkutano huo ikiwa ni kuendelea kujimarisha na kujiendeleza zaidi ndani ya tawi lao. Naam, kufikia hapa mtazamaji, tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii ya habari, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.